Kama kawaida mtazamaji wa C-Naizo Online TV ambao unatupata kila siku kupitia YouTube channel yetu, tunatakiwa kukifanya wewe mtazamaji wetu ni kushika tu kifaa chako ambacho unakitumia na kwenda moja kwa moja pale kwenye YouTube channel na unabonyeza kile kialama chekundu kwa ajili ya kuweza kupata habari zetu kila siku. Na katika habari ambayo imetrendi sana kwenye mitandao ya kijamii leo hii, tulipitia katika ukurasa wa Instagram wa kwake tulipitia kwenye mtandao wa tulipitia kwenye ukurasa wa mtandao wa kijamii wa Instagram wa kwake msanii wa Singeli Dula Makabila, ambaye hivi sasa na hivi karibuni amezungumza kwa ile kubwa sana ikisema kwamba star wa muziki wa Singeli Dula Makabila Dula Makabila amezua gumzo mtandaoni baada ya kumwandikia barua ya wazi mfanyabiashara maarufu GSM akimuomba msaada wa matibabu nje ya nchi kutokana na hali halisi ya miguu yake. Kama tulivyopata kuona vitu vingi vya mtandaoni vikiwa vikimuelezea Dula Makabila changamoto ambazo wamekutana nazo, lakini kubwa zaidi ni miguu yake, kwa miguu, lakini watu mbalimbali wameonekana wakizungumza maneno mengi, wengine wakisema kwamba alikuwa akitumia vipodozi vikali, lakini kuna wengine wakasema pia vipodozi alivyokuwa akivitumia ameuziwa na msanii maarufu Tanzania Jacqueline Wolper. Jacqueline Wolper, naomba imuirushe aone. Jacqueline Wolper, mimi ni ndugu yako. Ndugu yako unazalilika kwa swala zima la miguu na unaona sio kama uone. Naomba tafuta namna ya kufanya. Na hiyo dawa utakaonipa niitumie nikiwa live Instagram na TikTok. Ili watu waone kwamba bana Jackie kafanya kitu. Kuna siku mimi nitapost miguu yangu iko sawa. Hamtuamini wanangu. Kwa hiyo sasa kila mtu anakuwa na kwake, japokuwa naye hakufunguka rasmi kusema kile ambacho kimemfanya mpaka miguu yake kuwa hivyo na kuchukua maamuzi ya moja kwa moja na kumwandikia barua mfanyabiashara. Andiko lake la barua ambayo amemwandikia GSM akaandika kwamba kuna kauli ya Waswahili tunasema kwamba mficha maradhi kifo umuumbua. Hichi ndicho ambacho yeye amekiandika Dula Makabila kwenye ukurasa wake wa Instagram kwa ajili ya kuweza kumwomba msaada tajiri huyu wa Yanga, mmiliki wa timu Yanga. Lakini pamoja na hayo alijidokeza kwamba hivi karibuni atakwenda kushangilia ubingwa wa timu ya Yanga, lakini alitamani kuvaa bukta kutokana na hali halisi ya miguu yake. Akivaa bukta maana miguu inatisha, kwa hiyo kuvaa bukta inakuwa ipendezi, na kumuomba tajiri huyu aweze kumfanyia matibabu ya haraka, na hataki hata shilingi 100 yake. Nataka amfanyie matibabu, ampeleke nje ya nchi kwa ajili ya kufanya surgery ya miguu yake, ili akija kurudi kwenye show ya kushangilia ushindi wa Yanga aweze kuvaa bukta kama kawaida yake akiwa yuko hivyo. Lakini wakati haya yanaendelea, ziko comment mbalimbali. Naam, lakini pia katika huo mtiririko wa barua yake na kuna maongezi mengine mengi aliandika kwenye barua na kusema kwamba kiongozi huyo wa mfanyabiashara maarufu wa GSM ana moyo wa huruma na kusaidia jamii, kwa sababu alikamwe wakati anaingia Yanga alikuwa mwembamba na hakuwa akinawili, lakini sasa hivi amenawili na kuonekana muonekano mzuri. Kwa hiyo kumbe GSM ana pesa nyingi za kuwabadilisha watu kama alivyombadilisha Alikamwe. Lakini nikija kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram wa kwake Dula Makabila, mara baada ya kutuma hiyo barua nikamwona kuna Alikamwe akaeka emoji ya kucheka, yani kacheka kile ambacho Dula amekiandika. Na issue ni serious lakini sasa kutokana na maneno mengi Dula kayaandika mule ndani akafanya mpaka na wengine pia wacheki. Tunaona Alikamwe comment yake imeonyesha emoji ya kucheka kile ambacho amekiandika Dula, lakini pia Mr. Mwanya na hivyo ameonyesha comment ya kucheka. Kuna huyo Dennis Mkane yeye amecheka, lakini pia Dula akamjibu naye kwa kucheka kama alivyocheka huyu. Lakini bwana kuna mwingine Dorothy anasema hivi, ukute jina la jini mafufu lilitokea kwenye hii miguu, na watu wengi wakawa wanacheka na comment za kucheka zimekuwa ni nyingi. Ray Jones anasema miguu ya Dula inachekesha kama sio shemeji yako. Kila mtu anasema kwake, lakini kwa wale kwa mashemeji inakuwa ni mchana. Kwa hiyo hichi ndicho ambacho wadau wengi wasanii mbalimbali wamekuwa wakicomment. Kuna mwingine anaitwa Ray Sham anasema Dula Makabila umejua kunichekesha.
Okay. Huyu mwingine anasema Dr. Kimango anasema ndizi, alafu akaweka na emoji ya kucheka jinsi ya miguu ya Dula ilivyokaa na vidoti kama ndizi za kuiva zile. Kwa hiyo ndo kila mtu amezungumza la kwake. Na mwingine Pipi vya utamu anasema upunguze mkorogo sasa Abdalla, usitake kupunguza hela zetu za gari la ubingwa kutoka Uganda kisa hizo fito. Kwa kila mmoja na ukiangalia kule kwa miguu yake imekaa vibaya. Lakini pia Esha Buheti huyu hapa naye ameandika, amesema hizo ndizi zilete nitauza na mishkaki, ila ikipatikana tutaongezea kwenye surgery. Kila msanii anasema la kwake kuhusiana na muonekano wa miguu ya Dula Makabila hivi. Karibuni. Huyu mwingine Ibrahimu anasema au Dula ndo fundi miguu jinsi miguu yake ilivyokaa. Huyu anasema Engineer Matiko anasema muombe sana Mungu kila siku akuletee wakati sahihi maishani mwako, kwa maana connection sahihi hujengwa na amani, mafanikio na mwelekeo sahihi kwa maisha. Huyu kaandika tu ujumbe mzuri wa kuweza kufikisha kumfariji mlengwa Dula Makabila. Huyu mwingine Billionaire Kid anasema huku ndo kugeuza changamoto kuwa fursa. Kwa changamoto kwake Dula Makabila ya miguu, kuna wengine inakuwa ni fursa kwao. Kwa hiyo na comment ziko nyingi za wadau wakituma wengine wakituma za kuchekesha wakiona kwamba ni vitu vya ajabu. Hapa Mihanji yeye mwenyewe anakuambia jamani, huyu si alikuwa anaonyesha mapesa Instagram huyu, na alikuwa analingishia magari, sasa iweje leo hii aweze kuomba msaada tena kupelekwa nje ya nchi kufanywa surgery? Kwa hiyo tunaona kuna vitu vingine wasanii wanavyofanya katika maisha, hasa mitandao ya kijamii. Mnatuonyeshia pesa nyingi, mnachezea pesa, mnaonyesha kama mtu anamiliki magari ya kifahari, lakini anapopata changamoto ya kiafya, tunaona wasanii wengi mnakuja tena mbele ya mitandao ya kijamii na kuanza kuomba msaada. Sasa ndio tutataka tujiulize na tuone zile pesa ambazo mnatuonyesheaga, ambazo mnaonyeshia mashabiki zenu, uaga ni za nani? Pesa ni za kwenu ama ni pesa tu kwa ajili ya kulingishia kwenye mitandao? Maana Dula alikuwa na pesa sana, na kuna wengine walio kusema hivi, vipi shemeji yake Diamond aweze kumsaidia? Kwa hiyo tunashangaa, Diamond ni msanii mkubwa na ni maarufu na ana pesa nyingi. Vipi? Kwa nini ukumuomba msaada Diamond? Ukaenda moja kwa moja kwa mfanyabiashara maarufu GSM kwa sababu eti wewe ni shabiki wa Yanga? Basi alikuwa anadhani kwamba akiomba msaada na kuandika barua ya wazi kwa mfanyabiashara huyu atajitokeza moja kwa moja na kuweza kumsaidia. Hiyo ni barua ambayo Dula ameiandika, lakini bado hatujapata majibu kutoka kwa mfanyabiashara mwenyewe GSM. Endelea kutufuatilia mwanzo mwisho barua nzima, lakini mpaka na majibu ambayo yatatolewa na mfanyabiashara huyu utayapata hapa C-Naizo Online TV. Na basi mpaka kufikia hapa mimi niseme tu kwamba hatuna la ziada kwa siku ya leo, kwa hii habari ambayo tumekuletea ya kwake msanii maarufu kabisa wa Singeli nchini Tanzania wa kumuita Dula Makabila, kile ambacho amekiandika kwa mfanyabiashara maarufu GSM na mmiliki wa timu ya Yanga wa kuweza kuomba msaada. Lakini pia kwa habari nyingi na zaidi na muendelezo wa taarifa hii ambayo tumekuletea, unaweza pia ukaipata kwenye mitandao yetu kama kawaida tu ya C-Naizo Online TV. Pale ukaenda kubonyeza kale kalama kekundu kisha unakabonyeza vizuri kabisa ili kuweza kupata miendelezo ya story mbalimbali ambazo tunakuletea kila siku. Kikubwa zaidi, wewe fuatilia nasi tu, chochote ambacho kinatokea basi sisi tutakuletea kiganjani mwako. Ulikuwa nami Somo Dubai, Ramadhani mwana wa Mkole. Nyuma ya kamera amesimama the big boss wa kumuita Akida, mtu hatari sana. Cameraman wangu ndio siku leo. Lakini kikubwa zaidi, endelea kufuatilia. Ila yote ndio jamani, tutoe neno tu. Tunatoa neno kwa hicho ambacho kimetokea kwa Dula. Inawezekana ni kama vile vichekesho, na yeye mwenyewe kaandika barua, lakini kuna comment za watu wengine wakicomment wanacheka na yeye pia mwenyewe anacheka. Hii itakufanya ukose msaada na watu waone kama vile haupo serious na kitu ambacho umekiandika. Kwa kama kweli miguu yako ina matatizo, andika vizuri kwa kutulia
lakini pia ukuwa na sababu ya kujibu comment za watu wakiwa wanacheka, basi na wewe unaweka emoji ya kucheka kana kwamba hauna matatizo, kumbe una matatizo. Na miguu yako sasa hivi ilivyokuwa, maana watu wanasema iko kama ndizi, kweli miguu ipo kama ndizi mzuzu. Maana ukitazama miguu ya Dula ipo kama ndizi mzuzu, vidoti doti vile vimekaa vyeusi na nini, na mengine mambo ya mikorogo. Kwa bwana blaza, kama unatumia mikorogo ndugu yangu, wewe sio kutumia mikorogo ya bei rahisi bwana, zako hapo unatumia mikorogo ya bei ghali. Uweze kutumia mkorogo wako wa bei rahisi mpaka miguu inachubuka kiasi hicho, inakuwa sio kitu kizuri. Kwa hiyo tunaambiana wote na wengine wote ambao tunatumia, kama unatumia mafuta kisha unatumia mafuta ya natural ambayo hayawezi kusababisha madhara makubwa kwenye ngozi yako, kama tulivyoona kwake bwana Dula, bwana Abdalla, kaka yake kabisa huyo, na si wa Kikala kwenye Kombolela. Sasa tunajua labda na wadau wa Kombolela kama watamsaidia, ungeomba na wadau wa Kombolela kusaidie, lakini na Diamond Platinum Simba shemeji yako naye akusaidie uweze kupata matibabu ya hizo fito zako ambazo watu wanavyosema. Bwana, mimi sina la ziada, tukutane tena wakati mwingine. Bye bye.